Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika ambao tumetoka kutazama siku ya leo kutokea katika nchi ya Zambia, mechi ya hatua ya mzunguko wa pili hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mchezo ambao umemkutanisha mwenyeji Pyramids, ambapo mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa kundi A raundi ya pili, ambapo Pyramids walikuwa wakicheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pyramids kutokea katika nchi ya Misri, ambapo ikumbukwe Pyramids ndio mabingwa watetezi wa kombe hili la ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunakwenda kutazama mchezo huu kwa sababu mchezaji bora wa ndani wa Afrika Fiston Kala Mayele, raia wa Kongo ambaye amekupita katika klabu ya soka Yanga Sports Club, ni miongoni mwa mchezaji ambaye aweza kufanikiwa kucheza mchezo huu kwa dakika 89. Fahamu katika kipindi cha kwanza timu hizi ziliweza kutoshana nguvu ya sare ya 0-0, lakini katika kipindi cha pili timu ya soka ya Pyramids wakaongeza mashambulizi, na ndipo katika dakika ya 51 kupitia kwa Mohamed Reda akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Pyramids bao la kuongoza, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria mpira umemalizika, basi klabu ya soka ya Pyramids wakiwa ugenini wameweza kuondoka na alama tatu muhimu, ambapo alama hizi moja kwa moja zimeweza kuwafanya kukamata nafasi ya pili katika kundi A. Fahamu kundi A linaundwa na RS Berkane kutokea nchini Morocco, ambapo RS Berkane wao wapo katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza mechi mbili, wameshinda mechi zote wakiwa na alama 6. Nafasi ya pili wako Pyramids ambao wao wamecheza mechi mbili wakiwa wameshinda mechi zote miwili wakiwa na alama 6. Nafasi ya tatu ni Rivers United kutokea Nigeria ambaye amecheza mechi mbili na alama 0. Nafasi ya 4 ni Pyramids ambao amecheza mechi mbili akiwa na alama 0. Michezo ambayo itafuatia mwezi Januari, mechi za mzunguko wa tatu, basi fahamu wakina Mayele watakuwa na kibarua cha kukutana na RS Berkane kutokea katika nchi ya Morocco. Kwa hiyo ndio hivyo tunaona wakina Mayele wakiwa nchini Zambia wameweza kuondoka na alama tatu tena ugenini, na nzuri zaidi Fiston Kala Mayele ameweza kuonyesha kiwango bora sana katika mchezo huo, ambapo ameweza kuaminiwa kwa dakika 89. Mpaka sasa Mayele amefanikiwa kucheza michezo miwili ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika michezo hii miwili yote hajafanikiwa kufunga bao wala kutoa pasi ya bao, na ikumbukwe msimu uliomalizika 2024-25 Mayele ndiye ambaye alimaliza kinara katika ile orodha katika mabao akifunga mabao 6. Je, tunakuacha na swali, msimu Mayele anaweza kutetea nafasi ya kubeba kiatu cha dhahabu mara baada ya kuibuka mfungaji msimu uliopita? Je, msimu ataweza kutetea kiatu chake? Basi shuka eneo la comment hapo, kadondoshe maoni yako kama unaamini Mayele anaweza kutetea kiatu chake, na ikumbukwe Mayele ni striker hatari kweli kweli, na kama unamkubali Mayele kwa jinsi ambavyo anajituma, like video yetu ili tuende sawa. Asante kwa kuwa nasi, bye bye.